tumeona tuwaite hapa kwa uchache wetu, pengine kuanzia baadaye watu wataweza kuwa wengi zaidi, lakini tukasema tuwape hii briefing kwanza. Tarehe 18 mwezi huu, ndugu yetu ambaye ni kijana wa familia yetu lakini ni kiongozi wa Chadema, Mheshimiwa John Wegesa Heche, alikuwa anatokea Dar es Salaam akafika Mwanza kwa ndege tarehe 17. Tarehe 18 akatoka Mwanza akiwa ana dereva wake mmoja ambaye ni mdogo wetu anaitwa Enoch, na yeye mwenyewe. Walikuwa watu wawili tu pamoja na msaidizi wake ambaye anaitwa Daudi. Kwa hiyo walipita sehemu ya barabara kuu ya Mwanza Tarime. Ieleweke, walipita barabara kuu, na sehemu walizopita wamepita kuanzia Mwanza wakapita beria ya Magu ambao ni beria ya kiserikali ambao wagi na watu wa uhamiaji, watu wa TRA na vyombo vingine vyote huaga viko pale Magu, nafikiri wote mnafahamu. Lakini baadaye pia walipita beria ya Kirumi, tunaita alimaarufu Kirumi, beria ya Mto Mara ambayo imetenganisha wilaya ya Rorya, Musoma na Tarime, aidha na Butiama pia. Na penyewe pia walifanyiwa ukaguzi wa kawaida wakapita, wakaja mpaka Sirari. Walivyofika Sirari, mimi ni sehemu ya watu ambao tuliongozana nao kwa ajili ya kumsindikiza makamu mwenyekiti aweze kuchukua safari yake ya kwenda kwenye msiba wa kiongozi mkuu wa upinzani kwenye ukanda wa Afrika, au kiongozi mkubwa sana wa kidemokrasia, Mheshimiwa hayati Raila Amolo Odinga, aliyekuwa anazikwa siku ya Jumapili tarehe 19. Kwa hiyo alipofika pale Sirari, kama mnavyofahamu sasa hivi tayari utaratibu ulishabadilika. Utaratibu unaotumika ni wa one stop center. Zamani wakati tunaanza, kabla ya Umoja wa Mataifa East Africa Community haijatengeneza sheria, ulikuwa mtu ukifika Sirari boda ya Tarime unaenda Kenya, unagonga boda pale muhuri, unaenda upande wa pili tena unavuka beria tu kwa mguu. Aidha kama una gari unakuwa na document zinazotakiwa, na kama hiyo gari labda itaenda zaidi ya kilomita 10 ndio unaiombea document. Otherwise unagonga muhuri hapa kwenye passport yako, au barua ziko pia, hata barua za temporary traveling document. Unavuka upande wa pili pale unagonga. Baada ya kuja kitu kinaitwa East Africa One Stop Center ambayo ipo kwenye boda zote. Mimi nimewahi kupita boda ya Busia, Sirari na Manga na zingine zote. Hayo majengo yapo sasa hivi. Unachofanya kama unaenda Kenya, wewe huna haja ya kusimama Tanzania, unaingia upande wa Kenya, unagonga muhuri. Sasa gari ya Mheshimiwa makamu mwenyekiti ilikuwa imeambatana na mimi pia. Iliingia kwenye barabara hiyo, na maafisa wa migration pamoja na wengine wa maafisa wa pale walifungua zile beria, tukaingia upande wa Kenya. Kwa hiyo tulivyoingia pale upande wa Kenya, yeye alienda moja kwa moja dirishani, kwenye dirisha la exit Tanzania. Yani unaondoka Tanzania, liko pale ndani. Tukimaliza hapa mweze kwenda pale muone, na bahati nzuri ile jengo lina CCTV na nini, tukaingia pale akaomba kuexit ili aingie upande wa Kenya gonge. Akatokea afisa mmoja na mkumbuka, alikuwa kama na mwenge na nyota, anaitwa Sonda. Jina moja niliona kwa jina la Sonda. Akachukua passport akakagua, alafu akamwambia wewe huruhusiwi kusafiri. Ndipo pale mlipoona ile clip iliyo kwa imezunguka ikiwa inamuonesha makamu mwenyekiti anamhoji, kwa sababu haijulikani kwa nini haruhusiwi kusafiri na ni mtu ana passport na document inayokuruhusu kusafiri. Kama gari inavyokuwa na bima, gari kishakuwa na bima huwezi kuiambia gari haitakiwi kukanyaga barabarani. Mtu akiwa na document ya passport anaruhusiwa kusafiri. Kwa hiyo akawauliza, na sisi tukajaribu kuwahoji pale maswali ya msingi. Kama haruhusiwi kusafiri, ni mahakama ndio zimemzuia, au ana dhamana polisi, au ana dhamana mahakamani, ambayo hiyo dhamana imempa baadhi ya vigezo kwamba huruhusiwi kutoka nje ya nchi? Hakuna. Yeye yule mtu akatoka nje ya ofisi, akatoka nje kama vile haelewi, akaondoka.
kabla hajaondoka alitoa baadhi ya lugha pale ndani, even though kwenye kioo mle akiwa mtu upande wa kule ndani umsikii vizuri, lakini alitoa lugha kwamba elewa hivyo, kama hunielewi mimi nimeshakwambia uruhusiwi kusafiri. Basi sisi tukabidi tukae pale kwa ajili ya kusubiri. Makamu akakaa pale kwenye benchi. Alivyokaa pale kwenye benchi, na nyuma ya lile benchi pia kuna mashine za China Aid pale ambazo wazi zinafanya scanning. Kwa hiyo alikaa pale kama kuanzia saa 8 mpaka saa 11. Baada ya kufika saa 11 tukapokea simu kutoka nyumbani, kutoka kwa mama zetu, wakimtaka makamu aondoke eneo lile kwa sababu ya situation zilizokuwa zinaonekana za pale sio za kiofisi tena. Ilikuwa inaonekana kama sasa ni uvamizi tumefanyiwa, na hairuhusiwi tena hata mtu kupewa hata pasipoti yake. Kwa hiyo muda wote ambao alikuwa pale ndani, kwa kifupi ni kwamba alikuwa anasubiri pasipoti yake aweze kurudi Tanzania kama ameshindikana kusafiri. Lakini mimi niliongea na yule afisa mimi mwenyewe. Nikamwambia, bwana, busara za kawaida zinakutaka umpe huyu mtu document kwamba nimechukua pasipoti yako na wewe unatakiwa urudi Tanzania. Sababu mpaka saa 7:30 au saa 7:59 huyu mtu hakuwa na wito wowote popote kwamba unatakiwa popote ukaripoti popote kituo cha polisi au hata migration. Kwa hiyo kilichoonekana pale ni muendelezo wa matukio ambayo siku hizi yanafanya kazi, kwamba kunyanyasa watu, kuumiza wenzako ni style nyingine mpya kwenye nchi yetu kwa ajili ya kusaidia watu aidha kupata vyeo vikubwa au maisha yao ambao wanahisi kwamba wanapata kwa sababu ya mambo hayo. Kwa hiyo tukaangalia ile tukio, busara zikatutuma kwamba makamu mwenyekiti aweze kuondoka pale. Kwa kweli alipoondoka, kwa sababu wale watu walikuwa wamesha create tension wenyewe kama kawaida yao, wananchi walikuwa pale nje wengi. Kwa hiyo wale wananchi waliondoka naye pale kwa mguu, lakini baadaye alichukua njia ya kawaida ya mguu akarudi nyumbani. Kakaa hapa, baadaye tukamkabidhi gari akaenda Dar es Salaam. Nyuma ya kuondoka kwetu, dereva aliyekuwa na gari alitakiwa aondoe gari pale na avuke arudi Tanzania. Kilichotokea, dereva alifanywa fujo na kuvamiwa na lile gari likaharibiwa, gari likavutwa na kupelekwa polisi Tarime. Mpaka sasa zikiwemo nguo zake, mnaweza mkaangalia jinsi watu walivyo na roho mbaya. Hata nguo za mtu za kuvaa wamechukua zote, mabegi wamechukua, vitabu vyake vyote wamechukua, na gari ile yenyewe imeharibiwa, iko kituo cha polisi Tarime. Mnaweza mkaona jinsi ambavyo nia ovu katikati ya watu wale ilikuwa kubwa. Na wale watu walipokuja, mimi niliwasiliana na baadhi yao kuambia, jamani, hapa hekima zinataka nini? Hapa huyu mtu yuko tayari hapa na alikuwa anahitaji huduma ya kusafiri. Kama amezuiliwa, hatuna haja yenyewe kujaa hapa sana. Pointi inayotakiwa hapa ni ninyi kurelease tension hapa na huyu mtu aweze kuondoka. Sasa alivyofika Dar es Salaam tarehe 21, jana tarehe 20, jana tarehe 21, jana juzi tarehe 20, jana tarehe 22 alikuwa anaenda mahakamani kama kawaida. Kwa hiyo yeye aliondoka hapa tarehe 19 ile. Tulimuondoa hapa, aondoke hapa arudi kule Dar es Salaam. Kwa sababu tuliona hakuna haja ya kuondoka, ya kuendelea kuwa eneo hili, na hajapata wito wowote kwa sababu ndani ya simu zake au hata kupitia chama kwamba huyu mtu anatakiwa kwenye ofisi za immigration au polisi. Tarehe hiyo 18 hakupewa wito mwingine wowote isipokuwa kunyang'anywa pasipoti yake. Na kuna baadhi ya watu ambao mimi nimewasiliana nao kwa message kuwaulizia, ikaonekana kabisa kwamba hata wao wanashangaa ilikuwa kuaje afisa huyo wa migration kuchukua pasipoti ya mtu na kuikatalia. Kwa hiyo tulisubiri tukifikiri serikali inazungumza kwa karatasi, kwamba serikali siku zote government speaks on paper, itatuma labda barua baadaye kupitia kwa chama kwa sababu ile ni kiongozi ana address. Sasa tukamwambia, bana, kwa sababu hapa uko stranded, nenda ukaendelee na mambo ya kesi, kwa sababu kulikuwa na wito wa kesi nyingine ambao mmeisikia jana, ambao mahakama imetangaza kwamba itangazwe kwenye magazeti. Kwa sababu ya wito ule tukasema hapa inaweza kawa kuna mchezo unachezwa, huyu mtu asifike mahakamani. Kwa hiyo acha aende. Akaenda mahakamani kwa ajili ya kuripoti kwenye hiyo kesi ambayo imefunguliwa tena huko na watu wanaojiita sijui viongozi wa chama kutoka Zanzibar. Mnaifahamu hiyo kesi ambayo ni kesi ya madai ambayo chama kimefunguliwa. Kwa hiyo alivyofika kule Dar es Salaam, anaenda mahakamani akiwa na wasaidizi wake, akiwepo ndugu Mlime ambaye ni msaidizi wake,
ndipo mlipomuona jana pale amekamatwa na gari nyeupe Hilux double cabin na akapandishwa pale, vyombo vya habari vyote vimemchukua, na baadaye viongozi wa chama kupitia kwa mkurugenzi wa chama Mheshimiwa Garubindi ambaye ni wakili, ambaye ni mkurugenzi wa masuala ya sheria wa Chadema, wamefika Central Police, wakaambiwa ni kweli amefika hapa, lakini tunamsafirisha kwenda Tarime. Kwa hiyo baada ya hapo ikabidi wasaidizi wake na ofisi yake pia tuwaombe kwamba waondoke kule. Sasa katika hali ya kutushangaza sisi, kwa nini tumewaita hapa kwa mafamilia na tunawaomba kupeleka hii message yetu mbele. Mtu ambaye ni kiongozi, ambaye anaweza kuitwa polisi pia kwa barua, kwa message, vyovyote vile na akaenda, serikali imechukua jukumu la kumbeba kutoka Dar es Salaam kwa fedha za serikali, mafuta ya serikali, na pengine na watu wamelipwa posho pale ndani, kama ambavyo inaonekana saizi kwamba uharibifu wa mali kwa ajili ya watu kupata posho zao ni sehemu ya maisha ya watu kwenye serikali yetu. Wameondoka naye. Distance ya kutoka Dar es Salaam mpaka Tarime, hata kama unasafiri na basi la Best Line ambalo limeondoka jana saa 7 usiku, leo liko Tarime. Si ndio hivyo jamani? Ndiyo. Liko Tarime Best Line basi. Basi kama ni pikipiki yenyewe ingeisha ingia pia. Wamechukua gari za serikali ambazo wanajua wao wenyewe, wameondoka na huyo mtu jana saa 3. Saizi masaa 32. Gari ya kawaida inaenda Dar es Salaam kwa masaa 18, 16. Masaa 32. Na huyu mtu ambaye wameondoka naye ni mtu ambaye utaratibu wake wa maisha alishaubadilisha. Ana mfumo wake wa chakula, ana mfumo wake wa kulala, na ana mfumo wake wa kufanya na mazoezi. Lakini kingine kikubwa ni kwamba hatuna imani na hao watu, kwa sababu huyu mtu ameshasema kabla kwamba anawindwa kwa uovu, ama kwa kuwekewa sumu, ama vyovyote vile wanavyojua wao. Na alishapewa tahadhari hizi na alishazisema yeye mwenyewe kwenye public domain. Sasa sisi kama familia, mimi binafsi nimepokea simu nyingi sana za wananchi wa kawaida wasiokuwa na chama, wachungaji na watu mbalimbali wakitaka kujua huyu mtu yuko wapi. Na sisi tumewaita hapa kutaka mumuulize Rais Samia Suluhu Hassan, ambaye yeye ndiye kila siku anaonekana kusema mimi ni amiri jeshi mkuu, mimi ni amiri jeshi mkuu, mimi ni amiri jeshi mkuu, kwamba uamiri jeshi ni pamoja na kulinda raia katika nchi yako. Uamiri jeshi sio kuagiza watu kuumizwa na kuuawa. Tunasema serikali na jeshi la polisi wasitengeneze taharuki zisizokuwa na msingi, ambazo hazina maana, unnecessary. Kwamba mna mtu wa watu ambaye ana watoto, ana familia na mama zake kama hawa hapa. Ni vizuri mkawaambia, familia ikaambiwa ndugu yetu yuko wapi? Yani tunataka tujue ndugu yetu yuko wapi? Tumeenda polisi, kituo cha polisi leo saa 3 asubuhi. Siji kaleta shida. Tumeenda saa 3 asubuhi kituo cha polisi Tarime, hayupo. Tumemtuma wakili, ameenda immigration, hayupo. Tumetuma uongozi wa Chadema mkoa kupitia kwa katibu wa mkoa wa Chadema, na hatujataka wananchi, naomba muelewe, hatujataka wananchi kutaka kuongozana na sisi. Ila wananchi sio kwamba hawapo wa kuongozana na sisi kudai alipo ndugu yetu. Wapo wengi sana na wako tayari. Tena wakiitwa wanakuja. Lakini sisi tulichofanya kama familia, tunataka kutoa muda. Ndugu yetu wamepatikana. Na tunatoa muda kwa ajili ya kuendelea kuonesha ustahimilivu wetu na ustaarabu wetu katika mambo haya.